Huyu bila shaka ni mnyama wa kutisha zaidi niliyewahi kumwona maishani mwangu. Alikula watu 1000, alikuwa akiwa na miguu 2000 na ana mdomo mkubwa kama mashine ya kusagia nyama. Mwanamume huyo alimtazama kidogo tu na akaingiwa na hofu kubwa kiasi kwamba hakuweza hata kusonga. Katika wakati huo, mnyama huyo alimwona na mara moja akafumbua mdomo wake mkubwa akijiandaa kushambulia. Kwa bahati nzuri, rafiki yake alifika kwa wakati na kumwokoa, lakini jambo hili lilimkasirisha mnyama huyo hata zaidi, akawa mwepesi na mkali zaidi. Kwa bahati nzuri, mtu aliyekuwa mbele yao aliona njia ya kutokea. Na sekunde moja tu kabla ya mnyama huyo kuwafuata, wote walifanikiwa kutoroka. Njia hiyo ilikuwa ndogo sana kwa mnyama huyo kupita, kwa hiyo hakuwa na chaguo lingine zaidi ya kurudi nyuma kwa sasa. Lakini hakuna mtu aliyethubutu kushusha umakini wake. Walitafuta haraka kila mahali njia ya kutokea nje. Muda mfupi baadaye waligundua handaki lenye mkokoteni wa moshi juu ya reli. Wakati wakijiuliza mkokoteni huo ulikuwa wa kazi gani, mnyama huyo alitokea ghafla kwa mbali. Alikuwa amekata njia ya mkato na alikuwa bado anawafukuza. Bila kuwa na chaguo lingine, kundi hilo lilijitupa kwenye mkokoteni ili kutoroka. Katika wakati huo waliona chupa za petroli ndani ya mkokoteni huo na wakazichukua mara moja ili kuzirusha dhidi ya mnyama huyo. Mnyama huyo alizingirwa na moto na ikambidi kuendeleza ufuatiliaji kupitia njia nyingine ya kutokea. Muda mfupi baadaye, mnyama huyo ambaye alikuwa anajua vizuri eneo hilo aliwahi mbele yao ili kufanya mambo kuwa mabaya zaidi. Kulikuwa na shimo kubwa mbele yao. Bila chaguo lingine, kila mtu alilazimika kuhatarisha maisha yake. Kwa kushangaza walifanikiwa kumkwepa mnyama huyo na pale pale mbele yao kulikuwa na njia ya kutokea. Mwishowe, wote walifanikiwa kutoroka kwenda ulimwengu wa nje bila yeye kuweza kuwakamata. Mnyama huyo aliweza tu kurudi kwenye pango lake kwa hasira. Komenti kama unahitaji mwendelezo.